Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wa baada kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia rehma kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Siku nyingine tena tukufu, alhamdulillah, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuendelea kutupa uhai na kuendelea kutupa nguvu na salama. Tuweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wala kuacha kusema alhamdulillah. Ndugu Muislamu na basi unafuatilia channel hii ya Lecture Online TV, karibu, endelea kusubscribe, mkaribishe jirani yako ambaye bado hajajiunga na channel hii aweze kusubscribe, pia na ulike na comment ushauri wako, maoni yako, like ikiwa unaipenda video hii. Alhamdulillah, tuweze kushikana pamoja. Leo tutakuwa katika kipindi cha tajwidi, sehemu yetu nyingine tena, bila kukosea ni sehemu ya 5 ambayo tutakwenda kuangazia ahkamu tajwid kama tunavyojifunza kila siku walau kwa wiki mara moja. Tuliishia katika ahkamu tajwid ambapo tuliingia katika hukumu ya nun sakina na tanwin. Tukasema hukumu ya nun sakina na tanwin na hali 4. Hali ya kwanza ni idhar, hali ya pili ni idgham, hali ya tatu ni ikhfa'u na hali ya 4 ni iqlab bila kosea. Na alhamdulillah kwa zaka Allah subhanahu wa ta'ala tuliangalia hali ya kwanza ambayo ni idhar, na tukaangalia herufi za idhar kwa ufupi. Tukasema herufi za idhar zipo 6 na zimekusanywa katika ubeti mmoja ambao ni akhi haka ilman haza ghairu hasib, ambao ni hamza ha sa hamza akhi hamza haka hamza ilman ain haza ha ghairu hasib, zipo 6 kwa ni hamza ha ain ha kha na ain. Tunaona vizuri, hizi ndio hurufu za idhar. Na tukasema hivi, ili ujue idhar baada ya kutambua herufi zake, tukasema natakiwa hiyo katika maneno mawili au neno moja, ambapo kwa mfano maneno mawili, neno la mwanzo katika aya iwe imeishiwa na nun sakina herufi au imeishiwa na tanwini, kisha neno linalofuatia lianze na herufi ya idhar, au ikiwa hata neno moja, basi neno moja katikati za herufi pale kuna nun sakina na tanwini, alafu kwa nini na huko herufi ya idhar. Mfano an'amta, unaisoma kwa kuidhihirisha nun sakina, inasikika vizuri, na ile tanwini inasikika hali ya nun sakina. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, leo tutaingia moja kwa moja katika sehemu ya 5 ambayo ni hali ya pili ambayo ni ya idgham. Tunaposoma Qur'ani, hii msafu wako unapokuja kusoma Qur'ani, huwa tunaangalia baada ya tunachojifunza tajwidi hapa, unakuja kuifanyia kazi ndani ya Qur'ani yako. Humu ndani ya Qur'an unapatikana idgham. Sasa katika idgham ambayo tutaikuta leo hii, insha tutangana mifano mbalimbali katika Qur'ani. Twende kwa makini. Tunasema tunaangalia hali ya pili ambayo ni idgham. Karibu tupo. Hali ya pili nayo ni idgham. Katika kitabu chetu hichi cha Hidayatul Mustafid fi ahkam tajwid, tunasema ma haddul idgham lughatan wa istilaha. Ipi kikomo cha idgham au idgham kwa fupi tu kilugha ya Kiarabu na kisheria usomaji wa Qur'ani? Na maana gani idgham? Tufahamu neno idgham la Kiarabu, lazima tujue maana yake. Ama lughatan, ama asema idgham kilugha fa huwa idkhal shay'in fi shay'in, ni kuingiza kitu ndani ya kitu. Bimaana hii kitu fulani na kuingiza ndani ya kitu fulani, ndio idgham kwa lugha ya Kiarabu. Na ama istilaha ama kisheria usomaji wa Qur'ani, sasa idgham fahuwa iltiqai harfin sakin bimutaharrik, nayo ni kukutana herufi yenye sakna bimutaharrik, na herufi yenye haraka maana fatha kasra dhamma zile, bihaithu yasirani harfan mushaddada, kiasi kwamba inakuwa ni herufi yenye shadda, yartafi'u lisanu indahu irtifaa wahida, unanyanyua ulimi mnyanyuko mmoja. Idgham kwa lugha yani afan kisheria usomaji wa Qur'ani nako ni kukutana, fa huwa iltiqai, ni kukutana harfi sakna, herufi ni sakna bi mutaharrik naine haraka. Mfano herufi sakna ndio unakutania ndio ni sakna. Bihaithu yasiran harfan mushaddada, kiasi kwamba inakuja kuwa ni herufi moja yenye shadda. Tutakuta ndogo ni mfano yartafi'u lisan irtifaa wahida, inanyanyuka ulimi mnyanyuko huu mmoja.
Sasa tuende tukajifunze, tumeshatambua hiyo. Tuangalie kam hurufu idgham. Herufi za idgham ni ngapi? Wama hiya na zipi? Herufi za idgham anasema hurufuhu sittat, herufi zake ni sita. Wa hiya majmu'at, nayo imekusanywa fi qaulika yarmalun, yarmalun. Kwa herufi za idgham ni sita, zimekusanywa katika baitu huu hapa, yarmalun, ya, ra, mim, lam, waw na nun. Herufi ngapi? Sita ndio herufi za idgham. Kwa hiyo kanuni ni ile ile, tunaangalia ni nunu sakina na tanwini. Nunu sakina na tanwini tushaielewa vizuri. Sasa tumetambua sasa herufi za idgham. Tunazitambua herufi za idgham ambazo ni ngapi? Sita, ni ya, ra, mim, lam, waw na nun. Usichanganye na idhar, hapana, hizi zinajitegemea. Ila kam qismin tanqasim hadhihi alhuruf. Sasa hizi herufi za idgham inagawanyika katika vigawanyo vingapi? Au kwa lugha nyepesi tunasema idgham imegawanyika sehemu mbili. Anasema ila qismaini bighunna, sawa, imegawanyika vigawanyo vingapi? Viwili. Idgham bighunna au tunaita naqisa, na bighairi ghunna hii tunaita idgham kamila. Kwa hiyo idgham imegawanyika sehemu mbili hizo herufi ya ghunna ambayo inasoma kwa ghunna au tunaita naqisa, na bighairi ghunna ambayo kwa bila ghunna tunaita kamila. Sasa falyau wal waw, ya na waw, ya na waw, tunaona kuziangalia hizo herufi za idgham bighunna, idgham naqisa ni zipi? Anasema ya, waw, mim, ya, waw, mim, nun. Hizi ndio herufi za idgham ghunna ambazo utazisoma kwa ghunna kama inavyohitajika. Hizi ndio za ghunna. Hii ndio kiwango cha kwanza cha idgham. Ya, herufi zake ni ya, mim, nun na waw, herufi hizi 4. Mtunzi wa kitabu anaendelea kusema hivi, wallam wara bila ghunna, na herufi ya lam na ra, hizi ndio idgham ambayo unaisoma pasina ghunna, unaisoma pasina ghunna. Kwa idgham imegawanyika sehemu mbili herufi zake, ya ghunna ambayo tunaita kwa lugha nyingine naqisa, na bighairi ghunna tunaita lugha nyingine nini? Kamila. Herufi za ghunna ni ya, mim, nun, waw. Bila ghunna ambayo ni kamila ni ra na lam, kwa ujumla inakamilika herufi ngapi? 6 za idgham. Tuangalie mifano michache katika kitabu, kisha inshallah tutaangalia katika Qur'an. Haya, kabla siendelea, kuna kozi mpya inaanza kitabu kitoni kwangu, lecture tuition online, kujifunza tajwidi kivitendo kama hivi inshallah. Ukihitaji njoo kwa gharama ndogo sana, utajiunga, utasoma kozi inaanza mwezi tarehe 1 mwezi wa 7. Mithalu nuni sakina inda liya, mfano wa nuni sakina kadhaa. Unasema hivi yaqul, kwa sababu ya ni ya ghunna. Kwa unasemaje? Yaqul, unaichukua nuni sakina an yaqul, nuni sakina tunaingiza ndani ya tunaitamka hata hali ya shadda, lakini iwe na ghunna. Tusha tutamke hivi yaqul, kwa sababu ina nini? Na shadda. Sasa kwa kuwa ni herufi ya ghunna, tunatamka hivi yaqul, na lameleka vizuri. Anasema udghimati nuni sakina fil ya'i, imefanywa idgham nuni sakina kuingizwa katika nini? Ya. Na mfano mwingine katika tanwini, liqaumi yu'minun, liqaumi yu'minun. Tutosha tuseme hivi liqaumi yu'minun, kwa kuwa ni ya ghunna tutasema liqaumi yu'minun. Twende basi na Qur'ani walau kwa ufupi sana tuangalie. Kwa suratul mursalat, afani suratul mursalat, tuangalie mfano wa hizo hapo. Angalia suratul mursalat aya nambari 19, inasema hivi baada ya billahi minash shaitanir rajim, wailun yawma idhin lil mukaththibin. Tumepata mifano miwili. Ya kwanza
ni idgham huna, ambapo ni wailu. Lam ishana dhammatain ambapo tanwin, kisha ikaja herufi ya tunasema wailu. Usio kapita wailu yaum, hapana, kwa kuwa ni idgham ya huwa tunasema wailu yauma idhi, tunakuja yauma idhin lilmukaththibin. Dhal imeshana kasratain, angalia hapo, kisha imekuja herufi ya nini? Lam. Lam ni idgham bila huna, unasema wailun yauma idhin lilmukaththibin, yauma idhin lilmukaththibin. Usio kasema yauma idhin lil, hapana, hii inahitajiki huna. Tuangalie mfano wa mwisho sura Mursalat hapa aya nambari 21. Faja'alnahu fi qararin makin, qararin makin. Ra imeshana kasratain, imekuja mim ambao ni herufi ya idgham, tunaifanyia ghuna kama kawaida. Shukran, mimi mpaka hapa nimefikia mwisho, mwalimu wako Ibrahim Maroa. Alhamdulillah, nafurahi mnaweza kunifuatilia na unaweza kujifunza vitu vingi sana. Kwa wale ambao wanapenda kujiunga lugha ya Kiarabu, kituo chetu kipo wazi, karibu sana tuweze kujifunza inshallah. Lakini pia na kozi yetu ya tajwidi ipo hewani, jifunze tajwidi kivitendo, hatua kwa hatua, inshallah tafikia lengo. Lakini kwa sharti ni kwa wale ambao wanaweza kusoma tayari Qur'an. Lakini kwa wale ambao bado Qur'an tajika ndo mwanzo bismillah kisha herufi, pia na tuna kipindi chetu cha Qur'an tilawa. Kwa tuna Qur'an tajwidi na kuna Qur'an tilawa. Shukran, ma salama.